Simanzi na majozi vimetawala katika kata ya Kiwele iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Iringa, ambapo mamia ya wananchi kutoka maeneo mbalimbali wamejitokeza kuusindikiza mwili wa mpendwa wao Diwani Felix Waya. Viongozi wa dini, wanafamilia, marafiki pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa MNEC Salim Abri Asas walihudhuria ibada pamoja na mazishi yaliyofanyika kwa heshima kubwa. Marehemu Felix Waya alifariki dunia ghafla siku 2 zilizopita, muda mfupi baada ya kumaliza kutoa hotuba katika mkutano wa hadhara wa CCM uliofanyika ndani ya kata hiyo ya Kiwele, ambapo pia tukio hilo limeacha maswali na huzuni kubwa kwa jamii ambayo ilimtegemea katika masuala ya maendeleo na utetezi wa maslahi ya wananchi. Mwenezi wetu Arnold Mvamba alienda akafuatilia. Baada ya pale alirudi kwangu akaniambia, Mheshimiwa Mwenyekiti, naona diwani anaendelea kutojisikia vizuri. Nikaambia chukueni gari, sababu tulikuja na magari zaidi ya 3, chukueni gari moja mkimbize hospitalini. Walifanya hivyo, na sisi kwa sababu kipindi cha maswali kilikuwa kimeisha na tulikuwa tunaendelea tunamalizia mkutano, basi tulipomaliza mkutano ikabidi twende kwenye kituo cha afya ambako ndugu yetu Waya alikuwa amekimbizwa. Tukakimbia tukaenda tukamkuta alikuwa analalamika kifua. Muda wote analalamika kifua, anasema kifua ni cha moto. Kifua ni cha moto, jamani napata shida. Tukamuuliza, uliwahi kupata shida katika maisha ya huko nyuma? Akasema hapana, napata shida mwenzenu kifua. Basi bahati nzuri madaktari walikuwepo pale. Daktari akampima pressure, ikaonekana iko juu. Baadaye akaihendo ile pressure, akaiweka sawa, pressure ikarudi ikawa ya kawaida. Akapata matibabu pale, chomwa sindano, then akapewa na vidonge, na sisi tukiwa pale. Lakini jambo la haraka liliokuja tulipokuwa tunajadiliana, yote haya yalikuwa yanakwenda kwa haraka. Tulikuwa tunaenda nayo haraka, tuko na mwenyekiti wa mkoa, tunapambana kwa haraka. Tukaambia akina mama, nafikiri tulikuwa na yule kiongozi wa UWT, tukamwambia wewe kimbia kaandae chai. Sasa unajua mazingira ya pale hospitali na watu hawakujiandaa, kwa hiyo tukaona chai inachelewa. Pale tukaamuru gari ya wagonjwa imkimbize Iringa mjini. Wakati gari inaenda Iringa mjini, tulikuwa tayari kupitia mwenyekiti wetu wa mkoa, tulikuwa tumewasiliana na mganga mkuu Mwakarebera, tulikuwa tayari tumeshawasiliana naye. Kwa hiyo pale wanafika ndugu yetu Arnold, tukamwambia kwa sababu tunaona pressure imepungua, wewe nenda naye. Anafika pale, daktari anawapokea. Anateremka mwenyewe, maeneo yote haya anateremka mwenyewe, ana nguvu. Hata ukitaka kumshikilia anamwambia mwenyekiti niache tu, mimi bado na nguvu. Lakini analalamika kifua. Kwa hiyo sisi tukaanza kuondoka sasa, kwamba tayari huduma zinaendelea na daktari alikuwa kwenye gari anaendelea kutoa huduma mpaka Iringa mjini. Tumefika sisi tunakwenda Magubike na mwenyekiti kwamba twende tukaage, kwa sababu mkutano inawezekana wale watu wametusubiri kwa muda mrefu, kwa sababu tulikuwa tunafika kule karibu saa 11:30, kwa sababu tusingeacha mwenzetu anapata shida. Baada ya hapo sasa ndio tukapewa taarifa kwamba ndugu yetu Waya alipofika hospitalini, walipotaka kumpa matibabu, basi akawa ametutoka. Nakumbuka tukiwa na wananchi wa eneo hili la zahanati, nikawa nawaambia, nyinyi mmepata diwani kweli kweli, huyu kweli ni Waya. Wakasema sio Waya, ni nondo, huyu anafaa kuwa mbunge kabisa. Akasema mpeni udiwani kwanza, acheni. Tukataniana pale. Wananchi wake ni watu walikuwa wanampenda sana. Alikuwa mtu mnyenyekevu, mtu rahimu sana, mwenye uelewa, anajali, anaheshimu watu.
na anazo njia za kuishi na watu wake bila misuguano, jambo ambalo lilimfanya kuwa ni diwani wa mfano. Akiwa hapa hapa amelala, tumpigie makofi mengi sana kwa utumishi wake. Amefanya utumishi uliotukuka, utumishi ambao utabaki kwenye historia ya kata hii. Umepata diwani ambaye alifanya kazi nzuri, diwani aliyewaunganisha na kuwajenga. Ndugu zangu, somo ni moja. Safari hii haina siku, haina saa, haina uzima, haina ugonjwa, haina ukubwa, haina udogo, haina kuwahi, haina kuchelewa, bali ikifika imefika. Hili somo likawa ni somo letu sisi sote. Siku 3 kabla tulikuwa na changamoto ya diwani wetu mwingine alipata ajali ya pikipiki. Ajali mbaya sana. Lakini katika ile ajali maskini aliishia kuvunjika mkono tu. Tukahangaika na akaendelea vizuri. Kwa hiyo tulipopata habari ya msiba, mimi na dasi wangu, kitu cha kwanza tukataka tuanze kukimbilia hospitali. Nasema sio huyo, ni waya. Maana yake nini? Wanaweza wakafa wazima, wagonjwa wakabaki. Wanaweza wakafa vijana, wazee wakabaki. Wanaweza wakafa matajiri, maskini wakabaki. Kifo hakitizami hali yako, bali kinatizama wakati. Tuishi vizuri na watu. Tutende yale ambayo tukinyamaza leo yatabaki kuwa ni fahari katika maisha yetu. Tuishi vizuri na watu. Akiwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na alisema hama, ili sitasahau, na hama kurudi CCM kwa sababu yako Kasesera. Na kwa kweli akakubali na akahama, akahamia CCM na akashinda kuwa diwani, na kwa bahati mbaya akafariki akikamilisha kazi yake ya diwani. Nilimfahamu Felix kwa ucheshi muda wote, hata kama anakugombeza ataishia kucheka. Alikuwa na sifa za kibinadamu ambao wachache sana wanazo. Feri akiwa na shida ngumu kwako, nakumbuka nadhani Mheshimiwa Heri, sijui kama aliwahi kutembelea, anakuja kama vile kukutania tania, lakini atakutupia bomu hilo. Wanamgera, mnajua ukutatizo mengi mno. Kimsingi mapokeo ya msiba wa Mheshimiwa Felix Waya kutoka kata ya Kiwele, halmashauri ya Iringa, wilaya ya Iringa, nimeupokea kwa tofauti sana. Naweza nikasema kwa hisia mbaya, kwa vile ambavyo tumekuwa tukiishi naye. Moja, kwangu mimi nimefanya kazi ndani ya chama kama mwenyekiti wa vijana, lakini pia kama mwenezi. Kwa namfahamu Felix Waya kwa muda mrefu kama diwani wa kata ya Kiwele akitoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na baadaye kuja Chama cha Mapinduzi akiwa diwani wa kata ya Kiwele. Utajifunza kitu, wanasema upendo wa mtu na maisha ya mtu huonekana kwa idadi ya watu ambao hujitokeza aidha kuna jambo la furaha au kuna jambo la huzuni. Utaona tu kwa siku ya leo watu walivyojitokeza kuna jambo hili la huzuni la kuondokewa na Mheshimiwa diwani wa kata yetu ya Kiwele, Mheshimiwa Felix Waya. Ni umati ambao kwa maeneo ya pembezoni ya mji kupata na watu kama hawa ni nadra sana. Kwa hiyo utaona ni kwa jinsi gani mtu huyu ameishi vizuri. Lakini kwangu mimi kama mtumishi wa serikali nimefanya na kazi na Felix Waya kama mjumbe mwenzangu wa baraza la madiwani la halmashauri ya Iringa. Ni mtu ambaye alikuwa anajua kusimamia sheria kwanza za wananchi wenyewe, lakini pili sheria za watumishi. Kwa pale ambapo ilihitajika haki ya mtumishi alisimamia haki ya mtumishi, lakini pale ambapo zilihitajika haki za wananchi alisimamia haki za wananchi. Kwa unamuona ni diwani ambaye tumempoteza kama kiungo cha halmashauri, kama kiungo cha wilaya ya Iringa, na hasa kwenye hekima na busara, lakini kuishauri halmashauri na kulishauri baraza la madiwani kwa maslahi ya wananchi na kwa maslahi ya maendeleo ya halmashauri ya Iringa. Ninamfahamu marehemu, alikuwa ni kada mwaminifu aliyefanya kazi kwa kujituma. Alifanya kazi kwa weledi. Mazuri aliyoyaacha sisi wengine ambao tunabakia, njia pekee ya kumwenzi ni kuyafanya yale aliyokuwa akiyafanya
kwa ajili ya chama, lakini pia kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Alifanya mengi mazuri, ni pengo kubwa ambalo tutalikosa katika halmashauri ya Iringa vijijini, lakini pamoja na katika mkoa wetu wa Iringa.